Tunaingia kipengele ambacho ni kipengele kinahusu sasa ashabu al-Imam Abi Hanifa rahimahullah. Tunaingia katika wanafunzi wa Abu Hanifa. Tuelezee sasa kuhusiana na ashab al-Imam Abi Hanifa, wanafunzi wa Imam Abu Hanifa rahimahullah. Akhadha al-ilma 'an al-Imam Abi Hanifa rahimahullah ta'ala, wamechukua ilmu. Tukisema ashab al-Imam Abi Hanifa ni wanafunzi wake ambao vile vile insha Allah hawa tutawaelezea kama tulivyoelezea walimu, na tutatumia vile vile siyaru a'lami an-nubala kueleza wale aliowataja al-Imam al-Dhahabi, ima tuwataje wote au baadhi yao katika wanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa kwa sababu ni wengi. Kwa hiyo akhadha ilma 'an al-Imam Abi Hanifa rahimahullah ta'ala kibaru ashabihi, walichukua ilmu kutoka kwa Abu Hanifa wale wanafunzi wake wakubwa. Tukisema kibaru ashabi tunakusudia wale watu wake waliokuwa katika daraja ya mbele, walioisambaza madhhabi yake. Min amthali al-Qadhi Abi Yusuf, kama Abu Yusuf wa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, na Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani na Zufar ibn al-Hudhayli wa ghayruhum khalqun kathir, na Zufar ibn al-Hudhayli na wengine wengi ambao sisi tutawataja kama alivyoelezea al-Imam al-Dhahabi katika siyar a'lami an-nubala rahimahullah. Kwa hiyo wanafunzi barakallahu fikum wa Abu Hanifa ni wengi ambao ndio watu waliokuwa na mchango mkubwa katika kueneza na kusambaza madhhab ya al-Hanafiyya. Na kusambaa kwa madhhab kama tulivyoelezea, tukisema nani waliosambaza madhhabi ya Umar na Ali na Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Mas'ud na Aisha, hatuwezi kumtoa Abu Hanifa. Kaisambaza kwa sababu yeye kairithi kupitia kwa Hamad ibn Abi Sulaiman, na Hamad kaichukua kutoka kwa Ibrahim an-Nakhai, kisha hao akachukua kwa kina Aisha na wengine. Kwa hiyo Abu Hanifa kasambaza zile kauli zilizopenya kutoka huko za kina Umar zikafika kwake, akasambaza. Bila shaka na yeye wale wanafunzi wake ndio ambao wamesomesha na wakatoa fatwa na wakaelimisha wengine kupitia misingi aliyoiweka Abu Hanifa. Hawa ndio ashab Abi Hanifa ambao wamesambaza madhhabi yake, wako wengi na sisi tutawataja kama ifuatavyo. Qala al-Imam al-Dhahabi, anasema Imam al-Dhahabi akielezea wanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, حدث عنه خلق كثير، مسمولية كتكوا أبو حنيفة ونفوزي وين. حدث عنه خلق كثير ومسمولية كتكوا أبو حنيفة ونفوزي وين. ذكر منهم شيخنا أبو الحجاج، أمتاج شيخويته أبو الحجاج miongoni mwa hao wanafunzi. ذكر منهم كتاجا miongoni mwa wanafunzi wa Abu Hanifa sheikhuna, sheikh wetu Abu al-Hajjaj ambaye ni al-Mizzi fi tahdhibihi, kitabu chake cha tahdhib ambacho ni tahdhib al-Kamal. haula ala al-mu'jam, kawataja hawa katika mu'jam, yani kwa alfabet. Wa kwanza ni Ibrahim ibn Tahman ambaye ni alim Khurasan, wa pili ni Abyad ibn al-Agharri ni الصباهي المنقري، وتاتني أسباط بن محمد، وأنني إسحاق الأزرق، وتانني أسد بن عمرو البجلي، وإنجيني إسماعيل بن يحيى الصيرفي، كيشا أيوب بن هاني، لكن بلفيل الجارود بن يزيد النيسابوري، لكن بلفيل جعفر بن عوني، لكن بلفيل الحارث بن نبهان، لكن حيان بن علي العنزي، لكن بلفيل الحسن بن زياد اللؤلؤي، لكن بلفيل الحسن بن فرات القزاز، لكن بلفيل الحسين بن الحسن بن عطية العنفي، لكن بلفيل حفص بن عبد الرحمن القاضي، لكن بلفيل حكام بن سلمي والله أعلم، لكن بلفيل أبو مطيع الحكم بن عبد الله، لكن بلفيل ابنه حماد بن أبي حنيفة ولم تترك أبو حنيفة، لكن بلفيل حمزة الزيات،
wa huwa min aqranihi, ambaye alikuwa wakati mmoja na Imam Abi Hanifa. Wa Kharijah ibn Mus'ab, lakini vile vile Daud at-Tai. Wa Kharijah ibn Mus'ab, lakini vile vile Daud at-Tai. Wa Zufar ibn al-Hudhayri at-Tamimi al-Faqih, ambaye huyu insha Allah sisi tutamzungumza. Huyu sisi Zufar ibn al-Hudhayri at-Tamimi al-Faqih tutamzungumza katika wale wanafunzi watatu ambao tutawaelezea waliosambaza madhhab ya al-Hanafiyya. Wa Zaid ibn al-Hubbab wa Sabiq al-Raqi wa Sa'id ibn al-Salt al-Qadi wa Sa'id ibn Abi al-Jahmi al-Qabusi wa Sa'id ibn Salam al-Attar wa Salm ibn Salim al-Balkhi wa Sulaiman ibn Amri al-Nakhai wa Sal ibn Muzahib وشعيب بن إسحاق وصباح بن محارب والصلت بن الحجاج وأبو عاصم النبيل وعامر الفرات وعائذ بن حبيب وعباد بن العوام وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وأبو يحيى عبد الحميد الحماني وعبد الرزاق وعبد العزيز بن خالد الترمذي. sio Imamu Tirmidhi yule anayefahamika, huyu ni mwingine. Wa Abdul Karim ibn Muhammad al-Jarjani wa Abdul Karim ibn Muhammad al-Jarjani wa Abdul Majid ibn Abi Awad wa Abdul Warith at-Tanuri wa Ubaydullah ibn Zubairi al-Qurashi wa Ubaydullah ibn Amr al-Raqi وعبيد الله بن موسى وعتاب بن محمد وعلي بن ضبيان القاضي وعلي بن عاصم وعلي بن مسير القاضي وعمرو بن محمد العنقزي وأبو قطن عمرو بن الهيثم وعيسى بن يونس وأبو نعيم والفضل بن موسى والقاسم بن الحكم العرني والقاسم بن معن وقيس بن الربيع ومحمد بن أبان العنبري كوفي ومحمد بن بشري ومحمد بن الحسن بن أتش ومحمد ابن الحسن الشيباني ambaye huyu vile vile insha Allah bi'idhnillahi tabaraka wa taala tutamzungumza kama ambaye Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani tutamzungumza katika wale watu watatu ambao wamesambaza madhhabi ya Hanafia. Wa Muhammad ibn Khalid al-Wahhabi wa Muhammad ibn Abdullah al-Ansari wa Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyya wa Muhammad ibn al-Qasim al-Asadi wa Muhammad ibn Masruq al-Kufi wa Muhammad ibn Yazid al-Wasiti wa Marwan ibn Salim wa Mus'ab ibn al-Miqdam والمعافي بن عمران ومكي بن إبراهيم ونصر بن عبد الكريم البلخي ونصر بن عبد الملك العتكي وأبو غالب النضر بن عبد الله الأزدي والنضر بن محمد المروزي والنعمان بن عبد السلام الأسبهاني ونوح بن دراج القاضي ونوح بن أبي مريم الجامع وهيثم وهياج بن بسطام ووكيع ويحيى بن أيوب المصري ويحيى بن نصر بن حاجب ويحيى بن يمان ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون ويونس بن بكير وأبو إسحاق الفزاري وأبو حمزة السكري وأبو سعد الصاغاني وأبو شهاب الحناط وأبو مقاتل السمرقندي والقاضي أبو يوسف ambaye Qadhi Abu Yusuf ni mtu watatu ambaye tutamzungumzia insha Allah, au ni katika watu watatu ambao insha Allah tutawazungumza waliosambaza madhhab ya al-Hanafiyya, ambaye Abu Yusuf atakuwa ni wa kwanza, Muhammad ibn al-Hasan atakuwa ni wa pili, na Zufar ibn al-Hudhayr atakuwa ni mtu watatu ambao sisi tumezungumza. Tutawazungumza hawa kama watu waliosambaza madhhabi ya al-Hanafiyya katika jopo na ujumla wa wanafunzi wengi wa Abu Hanifa
ambao insha Allah sisi tumewashiria. Kwa hiyo sisi katika lile jopo kubwa la wanafunzi tutazungumzia watu watatu tu. Kwa kwanza ni Al-Qadhi Abu Yusuf ambaye kazaliwa mwaka 113 Hijiria na kafariki mwaka 182 Hijiria. هو الإمام القاضي أبو يوسف، هو إمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري البجلي الأوسي الشهير بكنيته أبو يوسف القاضي. وهو anaitwa Abu Yusuf kama ilivyokuwa ndio kunia yake. Jina lake Yaqub ibn Ibrahim ibn Habib ibn Sa'd al-Ansari al-Bajali al-Awsi al-Shahiri bikuniyatihi Abu Yusuf al-Qadhi. Alizaliwa mwaka 113. Qala Abu Yusuf, asema Abu Yusuf, utia bi jaddi Sa'd, aliletwa babu yangu Sa'd ila nabii sallallahu alayhi wasallama yawm al-Khandaq, katika vita vya Khandaq, ghazwatu al-Ahzab, vile vita vya al-Khandaq. Anasema aliletwa babu yangu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fastaghfara lahu wa masaha bi ra'sihi, akamwambia msamaha na akampangusa kichwa chake. Fatilka almasatu fina ila saa, mpanguso huo sisi tutaendelea nao fina, bado utakuwa kwetu ila saa, mpaka kiyama. Wale wote waliokuwa katika silsila ya Abu Yusuf, basi babu yao alipanguswa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. ولد أبو يوسف بالكوفة ونشأ أبو يوسف alizaliwa kama mwalimu wake بالكوفة Iraq, na akakulia hapo hapo. وبدأ حياته العلمية بطلب الحديث, na akaanza maisha yake ya kielimu kwa kutafuta hadithi. Taban tulisema kuwa tutawaelezea hawa waasis. Kwa hiyo baada ya Abu Hanifa, muasisi wa pili wa madhhabi ya al-Hanafiyya ni Abu Yusuf al-Qadhi, ambaye ndiye huyu. Tukimwangalia Abu Yusuf, kasomeshwa na ahlul ilmi wakubwa katika fani mbalimbali ikiwemo fani ya hadithi. Tumeshatanguliza kuwa baada ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala Qur'an, wakati huo kulikuwa hakuna vitabu vingi kama ilivyo sasa hivi. Labda mtu anapiga mahesabu, tukasoma kitabu Tauhid cha Ibn Khuzaimah au Taqrib at-Tahdhib ya Ibn Hajar, au labda nisome Al-Mughni ya Ibn Qudama au Al-Muhalla ya Ibn Hazm al-Dhahiri au tafsiri Ibn Jariri at-Tabari. Kulikuwa hakuna vitabu kama hivi, bali kulikuwa kuna halakati za kielimu na watu walikuwa wanakaa wanasoma, na baadhi ya kurasa, baadhi ya kitu ambacho kilikuwa kimeandikwa na ahlul ilmi kabla ya kina Abu Yusuf, ambao walikuwa ni kina Muhammad ibn Shihabi az-Zuhri, na wale ambao walipewa idhni na al-Khalifatu Umar ibn Abdul Aziz rahimahumullah. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitabu vingi kama sasa hivi. Tena mtu ajiuliza fatawa, tutasoma miaka mingapi mijalladati, kuna kitabu hichi kina mijalladi 40 hichi. La, watu walikuwa wakichukua ilmu katika vinywa vya maulama, na ilmu kwa wakati huo asilimia kubwa watu walikuwa wakijishughulisha na kitabu na sunna. Yani kitabu cha Allah tabaraka wa taala watu walikuwa wanajishughulisha nacho sana sana sana, kuanzia kusoma qiraati na kusoma tafasir na kusoma. Kwa hiyo alikuwa mtu akisha kuwa ni mweledi wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala, toka asubuhi kasoma Qur'ani, anajua kusoma Qur'ani, kahifadhi Qur'ani, au anaweza kuisoma, anaelewa tafsiri, anahudhuria halaka za tafsiri. Shughuli yao kubwa ilikuwa ni kujishughulisha na hadithi, kuhifadhi na kukusanya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kulikuwa kuna watu wanafahamika katika kuhifadhi mutun, na walikuwa ahlul ilmi wana rihilat, lakini vile vile kulikuwa kuna hudhur. Rihilat ni kwa mtu kutoka Madina anakuja Kufa, lakini kulikuwa kuna hudhur ila majalis ahli ilmi, watu wa Baghdad au Kufa wanapewa taarifa kuna alimu wanakuja, wanahudhuria kwa ajili ya kupokea ilmu ya hadithi. Kisha kwa wakati huo kulikuwa kuna ahlul ilmi wanavigawanywa katika upande wa ilmu ya tafsiri na hadithi, wakifahamika kuwa huyu ni alim katika fiqh al-hadith, au huyu ni alim katika upande wa ilal al-hadith, na huyu ni alim
katika upande gani. Bila shaka ilmu ya hadithi ilikuwa ni msingi wa mwanzo waliotumia ahlul ilmi min salafi katika kuboresha uweledi wao katika upande wa ilmu, bila kusahau masaili mbalimbali ya kitarikh. Yani walikuwa wakitilia umuhimu sana kutafuta nani ni alim wa juu zaidi katika fani ya hadithi au fani fulani, walikuwa wakimfuata na wakifanya rihla. Kwa hiyo ili lazim kila ambaye anataka kubobea katika ilmu asome hadithi kwa wale ambao ni maulama, bali kutafuta somo la hadithi na kusoma hadithi ilikuwa ni jambo la dharura.